Mungu, sikiliza vizuri, Mungu anataka kuibadili dunia. Ile dunia ya wakati wa mwisho iliyotabiriwa, tunaelekea mwishoni. Mungu anataka kuiendea dunia ili aibadili. Lakini surprise ni Mungu huyu anatokea Tanzania. Sasa kwa mtu ambaye umewahi kutembelea mataifa mengi ya duniani, utasema hivi, wewe Gwajima, wewe hauijui dunia. Haujui New York inafananaje, haujui Tokyo inafananaje, haujui Hong Kong imejengwaje, haujui Seoul South Korea imejengwaje, haujui Mexico City. Sasa mimi naye kwambia miji hiyo yote nimefika na nimekaa, nimeenda nchi 150 duniani, kwa hiyo najua nchi. Lakini bado nakwambia Mungu amesema anatokea Tanzania kuiendea dunia kwa badiliko la milele. You listen. Bahati nzuri mimi kwenye maisha yote sijawahi kujiita nabii wala mtume. Sijawahi kujiita nabii wala mtume, lakini nisikilize sasa. Sikiliza sasa. Sinipo, utaona kama itatokea au la. 2025 Mungu kutokea Tanzania ataanza kutambaa kama haonekani vile. Yaani Mungu kutokea kwenye nchi hii pendwa, sema nchi pendwa, nchi pendwa ya Tanzania, anataka atambae kuiendea dunia kwenye lile badiliko la wakati wa mwisho kabla ya unyakuo wa kanisa. Before the ends of the age, there will be a powerful manifestation of the devil. At the same times, before the devil is fully manifested on the galaxy earth, God will be fully manifested on earth. The church will be raptured, and afterward the Antichrist will take the global leadership. So all what you see today are preparations to prepare the Antichrist to become the chief leader of the global. But before that, few minutes, few weeks, few months before the devil takes the global leadership, there will be a massive revival. This revival won't be a denominational revival, a religious revival. No, it will be a state revival. Nations will be awakened, continents will be awakened, and they will be shaken by God's power at a state level. Nirudie tena, kabla ya ule unyakuo Mungu ataleta uamsho. Sema uamsho. Uamsho huu sio kunena kwa lugha tu. Uamsho ni Afrika inaamka kutumia maliasili zake. Sikezi, Afrika inaamka kujua kwamba tuna maliasili za kutosha. Tuna gesi, tuna madini, tuna misitu, tuna mapoli, tuna maji, tuna viwanda. Afrika inaamka. Afrika itakapoamka, maana yake viongozi wa Afrika wataamka. Wakiamka, sasa Afrika, Tanzania itaamka. Ikiamka, wananchi wake wataamka. Sio tu uamsho wa kunena kwa lugha, ni uamsho wa sehemu zote, kwenye kilimo, kwenye madini, kwenye utalii. Nchi inapoamka, watu wana kazi, watu wana maisha mazuri. Ukiwaambia wampende Yesu anakuelewa. Mwenye njaa ukimwambia mpende Yesu hakuelewi. Mtu ukimpa chakula utampeleka popote unapotaka. Nimeamuru 2025 kutakuwa na mwamko huo Tanzania. Tanzania itaamka. Sema amka. Sasa mimi nimeona. Nimeona. Sisemi kwa sababu na imagine, na Mungu ameapa. Amesema kama Bwana aishivyo, jambo hili haitageuka. Kwa hiyo naye pambana kijacho utapasuka kifua. Huo
ni mkono wa Bwana. Na wewe emsema mimi nitakuwa sehemu ya uamsho huo, bila kujali dini yako, dhehebu lako, Muislamu au Mkristo. Ili mradi umeyasikia haya maneno, na yeyote atakayeyasikia kwenye YouTube au popote, wewe ni sehemu ya uamsho huo. Utaamka, na uamsho unaamka na vitu vyote, na pesa, na viwanja, na ustawi, na afya, na furaha. Katikati hapo parapanda italia. Umenisikia Kiongozi mwizi Tanzania, utakufa. Waziri mwizi, mbunge mwizi, mkurugenzi mwizi, kiongozi mwizi Tanzania 2025, utakufa. Bila kujali wewe ni Askofu Gwajima au ni nani. Mungu anawaona watu wake, anataka kuwainua watu wake na kuliinua taifa lake. 2025. Na hilo jambo sio kwamba nasema ili litokee, limeshakuwa. Kama haulitaki umechelewa, kwa sababu unalitamka wakati limeshakuwa. Mungu anahesabu miisho kabla ya mwanzo. Mwangalie mwenzako, mwambie halu, usipingane na hilo jambo, utazikwa kwenye kifusi. Mpendwa mtazamaji, asante sana kwa kutazama video zetu. Naomba subscribe channel yetu ya God With Us, na Mungu akubariki sana.